maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi, na kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi kwa haya waliowaleta, wajibu wetu ni kuyapokea kwa sababu hatuna mandate nayo, yako nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo kamati, bodi kwa maana ya secretariat, sasa tuna wajibu wa kuziandikia mamlaka zinazohusika kwa ajili ya kuyasilisha, kuyajadili na kuyafanyia maamuzi. Naomba kuwasilisha. Kwetu sisi kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi pamoja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa. Kwa maana hiyo dabi ipo. Kiongozi Wemanda. Naam, pole na kikao kizito sio. Asante. Mchezo ili ufanyike unahitaji maandalizi. Maana ya logistics zile zote ambazo zina consist mchezo mzima. Sawa. Ikiwemo swala la kwanza timu mwenyeji kueleza venue ni hivi, viingilio na nini, vitu ambavyo mpaka sasa havijafanyika. Na je, katika kikao chenu Yanga wamesemaje, wataendelea na hizo procedure au kama hayo yatakayofanyika yasipofanyika ni kipi ambacho wamekieleza? Wataendelea na hizo procedure kueleza kila kitu kitakachofanyika au wameendelea kusimama na msimamo wao kwamba hiyo mechi hawatoshiriki? Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yaani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee. Ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi. Ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu. Ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes, linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa na then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri.